Kitu kama moto kinakaa hapa na ghafla akajisikia ni salama. Nikamwambia Mungu akubariki sana. Sema amen. Hayo ni jambo ambalo kukwambia. Si somo langu leo lakini kwamba katika maisha penda kujifunza. Na wa kwanza kujifunza kwake ni Mungu. Sema amen. Amen. Kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 8. Sio somo langu leo. Ila nakupa tu introduction namna gani uweze kufanikiwa. Mafanikio yoyote yanahitaji kujifunza. Penda kujifunza. Wa kwanza kujifunza kwake anaitwa Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari ule wa 8. Cha kwanza penda kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Penda kujifunza. Penda kujifunza. Penda kujifunza. Mafanikio ya mtu wa Mungu yapo katika mifumo mitatu. Jambo la kwanza, penda kujifunza kwa Mungu. Lakini jambo la pili, penda kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Jambo la pili, penda kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Usijifunze kwa wajinga. Ukijifunza kwa mjinga utakuwa mjinga. Ukijifunza kwa kahaba utakuwa kahaba tu. Ukijifunza kwa waganga wa kienyeji lazima utapiga manyanga tu. Ukijifunza kwa Mungu utafanikiwa. Ukijifunza kwa waliofanikiwa utafanikiwa kiakili, utafanikiwa kimaisha, utafanikiwa hata kitabia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amen. Amina. Nasema wa kwanza kujifunza kwake anaitwa Mungu. Zaburi 32 mstari wa 8. Mungu anasema pale, nitakufundisha lakini nitamshauri, si jicho langu litakuangalia, nitakuonyesha ni njia gani kupitia uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Zaburi pale. Lakini point namba 2 au kitu cha pili cha kufanya kama mtu wa Mungu unataka kufanikiwa au kama mtu wa Mungu anayetaka kufanikiwa, penda kujifunza kwa watu waliofanikiwa. Penda kujifunza kwa watu waliofanikiwa au mtu aliyefanikiwa. Aliyefanikiwa kiroho na aliyefanikiwa kimaisha. Ukijifunza kwa mtu huyo, hata mawazo yako yatabadilika, hata tabia zako zitabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sijui unanielewa vizuri. Jifunze kwa mtu aliyefanikiwa. Ukijifunza kwa waombaji utakuwa muombaji. Ukijifunza kwa mhubiri utakuwa mhubiri. Ukijifunza kwa wajinga utakuwa mjinga. Ukijifunza kwa mpumbavu utakuwa mpumbavu. Ukijifunza kwa wachawi utaloga tu, upende usipende. Ukijifunza kwa wapiga manyanga utapiga manyanga one day. Ukijifunza kwa watu waliofanikiwa utafanikiwa. Ukijifunza kwa watu waliofanikiwa kimawazo utafanikiwa kimawazo. Ukijifunza kwa watu waliofanikiwa kiroho utafanikiwa kiroho na hata tabia zako zitachange. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema amen. Amen. Mwambie katika maisha yako yote, cha kwanza penda kujifunza. Na wa kwanza kujifunza kwake anaitwa Mungu. Na wa pili ni mtu aliyefanikiwa kiroho, kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utafanikiwa. Amen. Sema amen. Amen. Sijui unanielewa vizuri? Amina. Sijui unanielewa vizuri? Amen. Unanielewa vizuri? Amina. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Jifunze maishani mwako kitu ambacho unajua kinaweza kusababisha mabadiliko ya maisha yako. Jifunze maishani mwako kitu ambacho kinaweza kusababisha mabadiliko maishani mwako. Kamwe si kila mtu unaweza kujifunza kwake. Si kila mtu unaweza kujifunza kwake. Sulemani anazungumza kitabu cha Mithali 30 mstari wa 3. Si kila mtu unatakiwa ujifunze kwake. Haijalishi mmekutana mnatoka kijiji kimoja. Si kila mtu unapaswa ujifunze kwake. Na si kila mtu anapaswa awe rafiki yako. Na si kila mtu unaweza ukachanga naye mtaji ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ukishachanga naye mtaji ndo kwanza unakuwa maskini forever. Kwa nini? Kwa sababu spirit iliyomzunguka ni roho ya uharibifu au uharibu.
Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe makini na marafiki ulionao, na uwe makini na watu waliokuzunguka, na si kila mtu anacheka na wewe unadhani anacheka. Nilisema Jumapili iliyopita, si kila mtu anacheka na wewe unafikiri anacheka. Mwingine anacheka pata advantage ya kukuua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uwe makini sana na watu unaotaka ujifunze kwao. Angalia, Sulemani anasema mtawaye yoyote hapaswi kujifunza kwangu, maana mimi Mungu alinipenda sikupendeka. Mungu alinipa kila aina ya utajiri, nikajikuta najifanya mimi mwenyewe kwamba ni zaidi ya Mungu. Kwa hiyo sina hekima, sina chochote, na mtu yoyote asijifunze kwangu. Sasa angalia kama Sulemani anasema mtu yoyote asijifunze kwangu. Sasa je, ukijifunza kwa Sulemani utapata roho gani? Lazima roho ya uharibifu itakujia. Kitabu cha Mithali 30:3 unaweza ukagusa pale ukasoma. Alafu niende kwenye pointi ya masomo yangu ya imani. Ila hapo nimekupa kitu. Kutokana jana ukuweza kuhudhuria, lakini hapa nimekupa kitu. Na si kila mtu, nimesema hivi, si kila mtu unataka kujifunza kwake. Si kila mtu wa kujifunza kwake. Na si kila mtu wa kucheka ukadhana anacheka ukafikira na furaha. Hapana. Mwingine anacheka apate nafasi ya kumaliza. Mwingine